moja kwa moja tuanzie katika ukanda wa Gaza. Watu wasiopungua 15 akiwemo mwandishi wa habari mmoja wameuawa leo kwenye ukanda wa Gaza kutokana na mashambulizi ya vikosi vya Israel ambayo ripoti zinasema hivi sasa vinadhibiti karibu 50% ya ardhi hiyo ndogo ya Wapalestina. Haya yanajiri wakati idadi ya Wapalestina waliuawa kwenye mzozo huo tangu ulipoanza Oktoba mwaka 2023 imepundikia na kufikia watu 50,000. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba. Taarifa kutoka ukanda wa Gaza zinasema vikosi vya Israeli vililenga mahema iliyofungwa nje ya hospitali mbili kubwa za ukanda huo alfajiri ya leo na kuwaua watu wawili papo hapo, ikiwemo mwandishi mmoja wa habari. Nje ya hospitali ya Nasser kwenye mji wa Khan Yunis, mahema yaliwaka moto uliosababisha kifo cha Yusuf Al-Fakawi, mwandishi wa habari wa tovuti ya habari ya Palestine Today. Mikanda video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii imeonyesha mwandishi huyo akiwa na waka moto, huku mtu aliyekuwa karibu naye akijaribu kumwokoa na kuzima. Hata hivyo, muda mfupi baadaye matabibu kwenye ukanda wa Gaza walitangaza kwamba Yusuf na mtu mwingine mmoja walipoteza maisha. Mwandishi habari mwingine alishuhudia mkasa huo, Abdi Shahat, amesimulia kilichotokea. Mnamo saa 9 alfajiri tuliamshwa na mlio mkubwa wa mlipuko. Tukatoka nje ya mahema, ndio tukaona hema alipokuwepo mwenzetu limelengwa. Lakini sisi tunaendelea kuripoti na kutoa taarifa za ukweli kwa ulimwengu mzima. Huo ni wajibu wetu wa kibinadamu. Katika shambulizi hilo watu wengine 9 wamejeruhiwa, ikiwemo waandishi wa habari 6. Israel ilishambulia pia mahema nje ya hospitali ya Al-Aqsa iliyopo katikati mwa ukanda wa Gaza. Jeshi la nchi hiyo linasema lilikuwa linawalenga wanamgambo wa Hamas, lakini halijatoa maelezo zaidi. Kwa jumla, tangu alfajiri ya leo watu 15 wameuawa kwenye mkururo wa hujuma za kutokea angani na ardhini zinazofanywa na vikosi vya Israel. Mashambulizi hayo yamekuwa yakiendelea kila uchao tangu utawala mjini Tel Aviv ulipotangaza kurejesha operesheni yake ya kijeshi ndani ya ukanda wa Gaza baada ya kusambaratika kwa makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwezi Januari. Ripoti ya shirika la Associated Press inasema tangu kuanza awamu hiyo mpya ya mashambulizi, Israel hivi sasa inadhibiti karibu 50% ya ukanda wa Gaza. Israel inasema udhibiti huu ni wa muda mfupi na unahitajika ili kuongeza mbinyo kwa kundi la Hamas. Yenyewe inalitaka kundi hilo kuachilia huru mateka iliyowachukua wakati wa shambulizi lake la kutisha dhidi ya Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 lililowaua watu 1200. Israel ilijibu shambulizi hilo kwa kuanzisha vita dhidi ya kundi la Hamas ambavyo hadi sasa vimewaua Wapalestina 50,700. Takwimu hizo zinatolewa na mamlaka za Gaza zilizo chini ya kundi la Hamas. Katika hatua nyingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yuko nchini Marekani kwa mazungumzo na Rais Donald Trump. Hiyo ni ziara ya pili ya Netanyahu nchini Marekani tangu kuapishwa kwa Trump mwezi Januari. Inafuatia ile aliyoifanya mwezi Februari ambapo Trump aliitumia kutangaza mpango wake wa kuwahamisha watu wote wa Gaza na Marekani kuchukua udhibiti wa ardhi hiyo. Mpango huu ulipingwa vikali kimataifa. Ajenda kamili ya ziara ya sasa Netanyahu haijafahamika, lakini inafanyika baada ya Trump kutangaza ushuru wa bidhaa kutoka nje ambapo Israel imewekewa ushuru wa 17%. Asante sana Rashid Chilumba kwa kutuarifu yanayojiri katika Mashariki ya Kati. Tukisonga mbele, maafisa wa Ukraine watasafiri kuelekea Marekani mapema wiki hii ili kujadili mkataba wa madini. Haya ni kwa mujibu wa chanzo kimoja cha Ukraine. Wakati huo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Marekani haijatoa tamko baada ya Urusi kukataa pendekezo la usitishaji vita bila matakwa yoyote ambalo Ukraine imekubali kuzingatia. Maelezo zaidi yanayo Tatu Karema. Maafisa hao wa Ukraine watajadili mkataba huo mpana zaidi wa madini uliopendekezwa na Rais Donald Trump ambao Ukraine imekuwa ikiukagua katika siku za hivi karibuni. Wakati huo katika hotuba yake ya jioni kwa taifa, Rais Zelensky amesema nchi yake imekubali pendekezo hilo la Marekani la kusitisha vita bila matakwa. Iwapo kutakuwa na mpango wa kusitisha mapigano, basi ni lazima uwe bila ya masharti, mkataba ambao hautaruhusu watu kuuawa. Ukraine imekubali pendekezo la Marekani la usitishaji vita kamili bila masharti. Putin anakataa. Tunasubiri Marekani kujibu. Hadi sasa hakuna jibu. Wakati huo droni ya Ukraine iliyodunguliwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi imeharibu barabara za reli katika eneo la Krasnodar. Kwenye ujumbe kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram, mamlaka katika eneo la kusini magharibi mwa Urusi imesema leo kuwa hakuna majeruhi wala moto uliotokea katika shambulizi hilo la Ukraine.
Wizara ya ulinzi ya Urusi ilikuwa imesema kuwa kitengo chake cha ulinzi wa anga kilinasa na kudungua droni zilizorushwa usiku kucha na Ukraine. Droni 13 kati ya hizo ziliharibiwa katika eneo la bahari ya Azov inayopakana na eneo la kusini magharibi mwa Urusi. Droni 4 zilidunguliwa katika eneo la Krasnodar, huku 2 zilizobaki zikidunguliwa katika eneo la Bryansk na rasi ya Crimea. Haya yanajiri wakati mtu mmoja ameuawa na wengine 3 wamejeruhiwa kwenye shambulizi la Urusi katika mji wa Kiev hapo jana. Kulingana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Urusi ilirusha zaidi ya mabomu 1460, droni 670 na zaidi ya makombora 30 nchini humo katika kipindi cha wiki iliyopita pekee. Katika hatua nyingine, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa wito wa hatua kali zaidi ikiwa Urusi itaendelea kuzuia juhudi za kujadili makubaliano ya amani katika vita vyake nchini Ukraine, wakati mashambulizi mabaya ya Urusi yakiendelezwa nchini Ukraine. Kwenye ujumbe aliochapisha katika mtandao wa X hapo jana, Macron alisema kuwa mashambulizi ya Urusi lazima yasitishwe. Macron ameongeza kuwa usitishaji wa mapigano unahitajika haraka iwezekanavyo na kwamba Urusi inapaswa kuchukuliwa hatua kali ikiwa itajivuta katika kupatikana kwa amani. Na tukamilishe uchambuzi wa ripoti na tathmini za awali. Polisi nchini Ujerumani mwaka 2024 zimeonyesha kuimarika kwa hali ya usalama. Idadi ya makosa ya jinai yameripotiwa ilipungua kwa 1.7%, ambapo jumla ya matukio milioni 5.84 yalisajiliwa na polisi. Lakini hata hivyo, kwa jicho la kiuchambuzi, matukio haya yanatia wasiwasi kwa kama vile hali ya usalama imeboreka kwa jinsi inavyoonekana. Ripoti ya Marcel Fashteo inasomwa studioni na Hawa Bihoga. Waziri wa mambo ya ndani Nancy Faeser na mkuu wa idara ya polisi inayosimamia makosa ya jinai nchini Ujerumani Holger Münch wamesema miongoni mwa sababu zilizochangia kupungua kwa uhalifu ni hatua ya serikali ya kuhalalisha kilimo cha bangi kwa ajili ya matumizi binafsi. Lakini viongozi hao bado wana wasiwasi kutokana na ongezeko la 1.5% la matukio ya vurugu yaliyopindukia hadi matukio 217,000 yakijumuisha mashambulizi ya kisu 18,000. Matukio hayo yamezusha mijadala ya kisiasa nchini Ujerumani kila yanapotokea, na mara nyingi washukiwa ni watu ambao sio raia wa Ujerumani. Katika takwimu zinaonyesha kwamba idadi jumla ya washukiwa wote ambao matukio yao yamesajiliwa katika idara ya polisi, wengi zaidi ni wahamiaji ikilinganishwa na Wajerumani wenyewe. Takwimu hizi zinaakisi matukio kama vile mauaji, ubakaji na hata matukio kwenye jamii kama vile unyang'anyi pamoja na ulanguzi wa dawa za kulevya. Katika muktadha huu, mkuu wa ofisi ya makosa ya jinai Ujerumani Münch anasema aina hii ya uhalifu na uchunguzi wake hauegemei tu kwenye swala zima la asili ya mtu, bali pia mkusanyiko wa matukio kadhaa ya hatari. Anaonya kwamba hali ya ugumu wa maisha kwa wakimbizi ambao wanaishi katika kambi na hawaruhusi kufanya kazi, kwa mtazamo wake, haya yote ni miongoni mwa sababu kuu ya kuongezeka kwa uhalifu miongoni mwa wageni. Hata hivyo, waziri wa mambo ya ndani Ujerumani Nancy Faeser anafahamu kwa undani namna ambavyo mjadala huu wa uhalifu na uhamiaji unavyoibua hisia na migawanyiko miongoni mwa watu nchini Ujerumani mara zote. Katika muktadha huu, alitaja pia kuhusu hali inayowakumba wakimbizi wengi ambao wanapewa mtazamo tofauti kabisa kuhusu Ujerumani na kile alichokiita magenge ya walanguzi. Waziri Faeser ametoa mtazamo wake kwa vyombo vya habari na kuvitaka kuripoti mara kwa mara juu ya ukweli kwamba wanapaswa kusalia kwenye kambi za wakimbizi, huku akiunganisha ushauri huu na matumaini kwamba ari ya wageni kuelekea Ujerumani inaweza kupungua. Mtafiti Suzanne Prator wa chuo cha polisi cha Lower Saxony kwa miaka mingi amekuwa akifanya utafiti kuhusu uhamiaji na dhana ya uhalifu. Alithibitisha katika matokeo ya utafiti wake kwamba suala la uhalifu halihusiani na asili ya mtu ama utaifa wa mtu, bali ni hali ya kimaisha anayoishi mtu Ujerumani. Mtaalamu huyo pia ameeleza kwamba waathiriwa na mashahidi wengi huwaripoti zaidi wageni kuliko Wajerumani. Aidha, ameweka wazi kwamba wahamiaji kutoka Marekani, wakimbizi wa kivita kutoka Syria,
Waturuki waliokuja Ujerumani miongo kadhaa iliyopita, watalii na hata wale wanaoingia Ujerumani na kufanya uhalifu na kuondoka, wote wanalinganishwa na wale wenye uraia wa Ujerumani. Ofisi ya polisi ya makosa ya jinai Ujerumani inasema kuwa kuna matukio ya uhalifu pia yanayofanywa na wageni. Juu ya yote, kuna ukiukwaji wa sheria za hifadhi na makazi.